sikuamini yani mpaka sasa hivi yani siamini. Jinsi ambavyo ulipata taarifa zilifikaje na zilikuwa zinasema nini? Walipiga simu nilijua kwanza ni utani, unajua sisi wanachuto na utani mwingi, kwao nikasema no. Mtazamaji wa Global TV, kipindi chako cha Kona ya Mtaa kimekuja mpaka Goba Kinzudi kwenye wilaya ya Ubungo, ambapo ndipo ulipo msiba wa mwanachuo wa mwaka wa 3 kwenye chuo cha Tumaini jijini Dar es Salaam, aliyekuwa akifahamika kwa jina la Emmanus Kajura, anayedaiwa kuwa na miaka 29 au 30, ambapo alifariki dunia kwa kudaiwa kwamba amejinyonga akiwa bafuni. Tukaona tuweze kufika kujua nini kinaendelea hapa msibani, ambapo ndipo anapoishi dada yake na shemeji yake. Kana mimi kuweza kufahamu kila kitu. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma ya kamera naitwa Rafaeli na niko na Gadizo pamoja na dereva wetu Mzee Yusufu. Kwanza ningependa kufahamu jina lako, unaitwa nani? Naitwa Clementina Chalamila, ni mwanafunzi wa Dar es Salaam Tumaini University. Nimesoma na Emmaus diploma 1 and 2. Na alikuwa ni mwanafunzi wa namna gani kwa jinsi ambavyo mlikuwa mkishirikiana kwenye masomo? Emmaus alikuwa a good friend, ni mtu ambaye ana socialize na kila mtu. Pia ni ukiwa una shida, maki alikuwa kule admission, kwa hiyo yani uko una shida ni mtu ambaye hasiti kukusaidia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa nampigia sana Emmaus nikiwa na shida ya kichuo na ananisaidia. Kwa hiyo alikuwa ni rafiki mzuri. Afu pia alikuwa kiongozi mzuri mwenye mfano wa kuigwa. Kuna matukio mengi hapa katikati alikuwa anatokea shuleni. Yeye ndo alikuwa anasimama kuhakikisha sisi wengine tunasaidia wenzetu. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mzuri sana. Na mara yako ya mwisho kuonana naye na kuzungumza, kama unakumbuka, mlizungumza kuhusu nini na mlionana wapi? Mara ya mwisho nilikutana naye Ijumaa kama kwa sababu sasa hivi tunasoma madarasa tofauti. Nikamwona tu ila mara mwisho mimi kuongea na Emmaus ilikuwa mwezi wa 4. Nilikuwa actually napiga naye story nyingi. Kwa hiyo nilikuwa tunamwambia kuhusu kanisani na nini, akaniambia nitakuja. Ndio ilikuwa mara mwisho kuongea naye kwenye simu. Lakini hivi tukikutana chuo, kwa sababu tunajuana, tumesoma wote, ni Emmaus, Clementina, unaendeleaje? Hivyo. Kwa ni kitu gani kakiacha kwako kama alama ya kuwa mwanafunzi mwenzako kwenye chuo kimoja? Kwangu mimi amenifundisha vitu vingi sana. Yani jinsi ana moyo wa ule ambao moyo wa kuongoza. Iko ndo ambacho nitakikumbuka sana kwa Emmaus. Yani nikikaa hivi nikifikiria, nikiangalia picha zake Emmaus, yani najisikia kuumia kwa sababu tumepoteza mtu, yani mtu wa muhimu sana. So nitakachokimisi ni hicho tu. Roho yake ya kuongoza vizuri, ukarimu wake, moyo wake kujitoa. Hakukuwa na event yote ambaye ilikuwa inahusu mambo ya kijamii Emmaus haikuwa shiriki. Kwa hicho ndo ambacho nimejifunza kwamba inabidi nijitoe kwa ajili ya watu wengine, na ndo ambacho nitamkumbuka Emmaus kwa hicho. Na jinsi ambavyo ulipata taarifa zilifikaje na zilikuwa zinasema nini? Mimi nilipigiwa simu na kuna kaka tunasali naye, yeye ni rafiki yake, ni ndugu yake pia. So akanipigia simu. Aliponipigia simu nilijua kwanza ni utani, unajua sisi wanachuto na utani mwingi. Kwa hiyo nikasema no, Emmaus hawezi kufanya hiko kitu. Lakini kwa sababu pia nilikuwa sijaona notification yoyote kwenye group la chuo, nikaona ni masiala. Baadaye sasa amekata simu, ndo naona sasa kwenye group kwamba Emmaus amefariki na amejinyonga. Yani sikuamini, yani mpaka sasa hivi yani siamini, ila sasa ndo imeshatokea. Ila nilijisikia vibaya, afu kwa jinsi ambavyo namjua, sijui kama, lakini ya Mungu mengi. I don't know alikuwa anapitia nini. Na nimeona wanachuo wengi mkiwa wamejitokeza kwa ajili ya kuja kuwafariji wafiwa. Ni kitu gani ambacho unahisi chuoni kama kimeingiza ubaridi baada ya tukio hili? Kwa jinsi ambavyo, kama nilivyosema mwanzo, kwa jinsi ambavyo Emmaus anaishi na sisi chuo. Yani alikuwa anaongea na kila mtu. Sio mwanafunzi mpya, na alikuwa kule ofisi ya admission anapokea wanafunzi, kwa sio mwanafunzi mpya, sio mwanafunzi wa zamani. Yani hicho
na jinsi ambavyo alikuwa anaongea na sisi, ana socialize na sisi, moyo wake kwetu, kwa ni kila mtu ameguswa kwa namna yake. He is a good guy, yani ndio maana kila mwanachuo umeona amekuja, ni msiba wake umetusikitisha sana kwa sababu ya moyo wake. Pole sana. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.